Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kutokuwa na ilani ni kudhihaki, basi anaodhihaki ni mjumbe aliosimama. Chama cha Mapinduzi hakina ilani ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar na nasimamia hapo. Sipokei taarifa. Naomba kuendelea. Sipokei taarifa. Samahani Mheshimiwa, naomba unisikilize. Naomba usikilize kiti. Ni kwamba tokea mwanzo nilikwambia Mheshimiwa uelekee kwenye hoja ya msingi. Sasa nakuamini sana kwa taaluma yako Profesa. Sasa tungekwenda kwenye hoja ya msingi ili tukapata mambo ambayo yatawasaidia wananchi na serikali kuchukua katika hiyo hoja ambazo unazizungumza. Tukianza kwenda katika maeneo mengine hatutofika, na kwa kweli tutakuwa hatuwatendei haki wananchi wa Zanzibar kwa muda. Kwa hivyo nakuomba tena kwa mara nyingine tena Profesa, tuelekee kwenye hoja. Vinginevyo tutakuwa tunafanya fujo, tutakuwa hatukuja bungeni kwa ajili ya hoja za wananchi. Kama hujapokea taarifa na kuruhusu uendelee kwenye hoja, usipofuata mwelekeo wa kiti kwenda kwenye hoja, nitakuomba ukae ili tuendelee na mchangiaji mwingine. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba muda wangu ulindwe, dakika 5 zimepotea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unanilazimisha nizungumze anachotaka mgombea mchangiaji mwingine au mjumbe mwingine, mimi nazungumza athari tunazozipata kwenye mipango yetu ya maendeleo kwa Chama cha Mapinduzi kukosa kuwa na ilani mahususi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar, na hilo sisi ni nini? Ndio uhalisia. Kuna mazingatio maalumu kwa ajili ya Zanzibar. Hakuna ilani ya Mheshimiwa, ni swala rahisi sana na Profesa, hoja iko hivi. Ukiendelea kuzungumza, kwa sababu hili nadhani swala la ilani ya chama fulani halikuhusu moja kwa moja kwenye mazingira haya, wala halikuhusu kwamba kuwepo kwa ilani bora au ilani mbaya ya chama, na badala yake uelekee kwenye hoja za msingi ambazo mheshimiwa hapa ana noti, na mimi pia kwa mazingatio na noti. Ulikuwa umeelekea katika mwelekeo mzuri sana wa kuzungumza masuala ya bandari, utegemezi. Sasa hili swala la ilani, forget about that story. Na kuomba nitazilinda tu dakika. Iwapo kama nitazungumza mara ya 3, nitakuomba ukae nimruhusu mchangiaji mwingine. Na sisemi Mheshimiwa Profesa, Mheshimiwa Profesa, sisemi kwa sababu Mheshimiwa taarifa. Naomba ukae. Sisemi kwa sababu labda natisha au natumia kitu cha kiti, hapana. Tunazungumza mwelekeo wa hili jambo ambalo litasaidia nchi. Tukiendelea katika kupizana katika masuala ambayo hayana maana, basi tutakuwa ni watu ambao wa ajabu. Kwa hivyo nakuomba Profesa, kama upo tayari, dakika zako nitazilinda, uzungumze yale mambo ya uwanja wa ndege, mambo ya bandari na mambo mengine ambayo yana maslahi mapana kwa wananchi. Sasa ukienda kuzungumza, ndio hiyo kauli ya kudhihaki ambayo kwa kweli itakuwa haisaidii. Haijafika wakati wa Zanzibari tutumie ustaarabu wetu wa kudhihakiana katika eneo kama hili ambalo limejumuisha wasomi, wastaarabu na wataalamu kusema kweli. Kwa hivyo nakuomba, na kama utakuwa hauna nukta nyingine, nimkaribishe mchangiaji mwingine ili tuendelee na ajenda hii ambayo ni muhimu sana kwa maslahi mapana ya nchi hii. Asante sana Profesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu na taarifa. Mheshimiwa, naomba ukae. Asante.
Waheshimiwa, naomba tuendelee na mchangiaji anofuata.